Yesu, nimekuja mbele zako nikushukuru nikisema ni asante asubuhi ya leo kwa neema yako, kwa nguvu zako, kwa kutuwezesha Jehova tufike mahali hapa tukiwa wazima. Tunapoanza kusikiza neno lako, naomba Bwana ukuwe nasi, utulinde kila mmoja na akatenge sikio lake Bwana na kusikiza neno lako. Uniongoze Yesu, unilinde, unipe neema yako Jehova, unipe nguvu ili Bwana nikaweze kuhubiri. Asante Bwana kwa nguvu zako na uwezo wako, na katika jina la Yesu Kristo naomba nikisema amen. Nataka tujifunze kuhusu ufufuo wa Yesu Kristo. Ule ambayo last Sunday bado tulijifunza, lakini bado hata leo tunafaa bado tujikumbushe kuhusu hii ufufuo. So, naongelelea kuhusu Paulo na wanafunzi. Wahubiri walihubiri mara moja Yesu ambaye alifufuka. Hawakuhubiri uzoefu wao kuhusu dhambi, ni kwa sababu hawakumwamini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tujifunze. Kisoma katika Yohana mstari wa 16, fungu cha 16 mstari wa 9. Inaongelea hivi, na hii ndiyo dhambi ambayo Roho Mtakatifu ushuhudia. Dhambi ya kutomwamini Yesu, dhambi ya kutomkubali Muumba kama Bwana. Hiyo inamaanisha nini? Yaani kupitia ufufuo wa Yesu lazima tufunguliwe, na vitu vyote vilivyofungwa lazima vifunguliwe. So tunajifunza hii maandiko kuhusu hii ufufuo wa Yesu Kristo. Lazima kitu ya kwanza tuweze kujua ya kwamba Yesu alifufuka. Yesu ni muumbaji. So tukiamini Yesu ni mkombozi wa maisha yetu. Ukisoma katika Isaya 9:6 inasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na mweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Hii maandiko inatufunza hivi: amebarikiwa mtu yule anayeishi na Yesu moyoni mwake. Kwa hiyo Yesu ni baba wako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunafaa tuamini ya kwamba Yesu ni baba yetu, Yesu ni mweza yote. Kwa hivyo tuishi pamoja na Yesu ni kutofanya yale ambayo Mungu hanachukia na kufanya yale ambayo Mungu hanapenda. Kwa hivyo tunafaa tuache nini? Mambo ambayo Mungu apendi, na tufuate yale ambayo Mungu anapenda. Kwa hivyo tunafaa kutubu dhambi zetu ili tuweze kukutana na Yesu aliyefufuka. Kwa hivyo tuzidi kumpenda na kuishi pamoja naye kila siku. Hicho ndicho kitu cha muhimu hapa duniani. Tufuate huyu Yesu, tushike njia zake, tufuate maagizo yake. Hiyo ndiyo Mungu anataka tuishi naye. Kukutana na Yesu na kujua yeye ni nani. Bwana asifiwe. Ni kuacha mambo ambayo tulikuwa tunafanya zamani na tunafuata sasa zaidi. Tuokolewe na tuache mambo ambayo hayasipendeza Mungu. Bwana asifiwe. Kwa maana huyu Yesu alifufuka, alishinda kifo. Tumeambiwa ya kwamba dhambi kubwa ni kutomwamini Yesu. Kwa hivyo tuache mambo ambayo hayapendezi Mungu na tufuate mambo ambayo inapendeza Mungu. So tukisoma katika kitabu cha 2 Corinthians chapter 13 verse 5 inasema nini? Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jitubisheni wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa nimekataliwa. Bwana asifiwe. Yesu anaishi ndani yako. Yesu anaishi. So tuamini ya kwamba sisi hata kama tumekataliwa, ya kwamba Yesu
ako ndani yetu, tushike njia zake, tumpende huyu Bwana. Kwa maana kama dhambi kubwa ni kutomjua Mungu, inafaa kila mtu ya kwamba ajue anafaa kumpenda Bwana. Haijalishi unafanya kosa gani, haijalishi unafanya dhambi kiasi gani. Mkubali huyu Yesu ya kwamba ako ndani yako na anaishi, na unafaa umtumikie katika maisha yako, kwa maana yeye ndiye mwanzo wala mwisho. Tukikosa kumtegemea huyu Mungu, na kama ni kupumua, tunapumua hewa, ni yeye ametusaidia. Kuamka kwetu ni Mungu. Kwa hivyo tunafaa huyu Mungu tumpeleke mbele kuliko mambo yote. Usifuate mambo ya dunia ambayo haiwezi kutusaidia. Tuache uchafu tulio nao na tuweze kumpenda Bwana. Tumtumikie huyu Bwana kama mkombozi wa maisha yetu, kwa maana alikuja hapa duniani ili aweze kutusaidia katika maisha yetu. Hiyo mimi ndio naweza waambia, ambayo dhambi kubwa ni kutomwamini Yesu. Kila mtu aweze kumwamini Mungu. Haijalishi umekataliwa, haijalishi unafanya kosa gani, haijalishi sijui utaenda mbinguni ama utaenda, lakini umwamini Yesu katika maisha yako. Mungu anataka tu tumkubali na tukue tu shua ya kwamba tunafaa tuishi ndani yake, tumkubali na tuweze kumtumikia katika maisha yetu. Haijalishi unafundisha vizuri, haijalishi unafundisha Biblia vizuri kazi gani, haijalishi ulitoa sadaka kiasi gani, kama Yesu hayuko ndani yako, ilivyoandikwa katika Corinthians hii tumesoma hapa ya kwamba mjijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, thibitisheni wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. So hii maandiko inatufunza vipi? Haijalishi ulifanya kazi nzuri, haijalishi ulihubiri, haijalishi ulitoa sadaka. Yesu kama yuko ndani yako na uchaamua kwa moyo wako kumtumikia huyu Mungu kwa njia ile ambayo inafaa, unafaa ufanye nini? Ubadilike. Kama Yesu hayuko ndani yako, wewe umekataliwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunafaa tuamue, tusikue tukikaa kama haluo ambayo hiyo makuili iko na saidi mbili, inajaribu kutembea na hii na inajaribu tena inatembea na hii nyingine. Mungu hataki hivyo, anataka uchague, hataki kushikanishwa. Kwa maana hata maandiko inasema ya kwamba hauwezi ukashikanisha huwezi ukashikanisha, ukisoma Mathayo, huwezi ukashikanisha mabwana wawili. Lazima utakataa huyu na utapenda huyu. Ni kama vile tu mali ya dunia na neno lake. Huwezi ukapenda ukakuwa na tamaa ya mwili, tamaa ya hapa duniani, kiburi, nini na unataka kumtumikia Mungu. Lazima tuache mambo ambazo haziwezi kapendeza Mungu. Tuache uongo, tuongee ukweli, tuache tamaa mingi, kwa maana maandiko inasema ya kwamba tufuate njia moja, tusikuwe watu wa nia mbili. Kwa maana ukinataka kutembea na saidi na nyingine bado unataka kutembea nayo, Mungu hapendi. Ila uchague, uwe moto ama uwe baridi. Maandiko inasema kujeni kwangu nyinyi na muache uchafu mlio nao. Kwa maana Mungu hataki. Hakuna vile unaweza kusema kweli umeokoka, umekombolewa mara nyingi, na kweli umebebana na dhambi zako. Enyewe dhambi zinaishi na dhambi zinakaa ndani yetu, lakini tunafaa tujue ya kwamba hatufai kuwa tukikaa katika dhambi wakati ule tunasema tunampenda Mungu. Maandiko ya Mungu inasema yule ambaye anasema anashirikiana na yeye na afuate njia zake, yeye ni mwongo. Lazima kitu ya kwanza tuombe Mungu atujaze Roho Mtakatifu. Lazima tuombe Mungu atupe neema ya kuhubiri hii Injili, ili tujue ya kwamba Mungu yuko ndani yetu. Lazima Roho Mtakatifu akuongoze, lazima Roho Mtakatifu akunenee.
na kuelekeze. Wakati ule unapomkubali Yesu na unaweka agano na yeye, ya kwamba utakuwa ukimtumikia kuanzia leo, na uanze kufuata njia zake, na uanze kushika amri zake, na ufanye bidii, kwa maana hata Mungu mbariki mtu kulingana na kazi yake. Hauwezi kuwa na bidii kwa kazi ya Mungu na Mungu akuache hivyo. Lazima kitu izaliwe ndani yako. Kwa hiyo tunafaa tujikaze na tufuate njia ya Yesu Kristo. Tuwache uchafu tulio nao, tutoke katika giza na tuelekee katika nuru, kwa maana Mungu ni mwangaza. Mungu sio giza, sisi ndio giza, ya kwamba lazima tumtumikie huyu Mungu. Lazima vile yeye aliweza kumwaga damu yake mahali hapa, lazima tumtafute. Kwa nini? Lazima uanze hapa chini ukiinuka, kana kwamba maandiko inasema ya kwamba ukijishukisha utainuliwa, na ukijiinua utarudishwa chini. Ya kwamba anza kumtafuta Mungu hapa chini, ili aweze kukunenea, ili huyu Mungu aweze kukubariki katika maisha yako, ili kitu kiweze kuzaliwa ndani yako. Ule Roho Mtakatifu na neema yake iweze kukuongoza na iweze kukufukisha bali. Kwa hivyo nimegundua kwamba nimeishi nikiwa Bwana wangu mwenyewe, kana kwamba mimi ni Mungu. Wakati unapotaka kufanya kitu kulingana na mapenzi yako, unajifanya kuwa kweli Mungu na Yesu yuko. Tunafaa tuache kujiinua na kutaka kujipendeza sisi wenyewe. Pendeza Mungu Bwana wako, ili aweze kukuinua katika maisha yako, ili Roho Mtakatifu aanze kutenda kazi katika maisha yako. Hii ni dhambi kubwa sana. Mungu yu hai na yeye ni Bwana wako na ni Mungu wako. Kwa hivyo Mungu anaishi, Mungu yu hai. Tushike njia zake ili tuweze kuinuka katika maisha yetu. Haijalishi umekaa na shinda miaka ngapi, haijalishi umehangaika kivipi, lakini huyu Mungu ukimwamini ya kwamba hako alifufuka kwa ajili ya dhambi zako, pale msalabani akateseka, ya kwamba tunafaa kumtegemea huyu Mungu, ya kwamba tunafaa kutumikia huyu Mungu katika maisha yetu, atakunenea katika maisha yako. Na Mungu ni mwaminifu, kwa maana Mungu ni pendo, anatupenda sisi wenyewe. Hata sisi tunafaa tupendane hivyo kwa hivyo. Wakati unaona mwenzako amekukwaza mahali ama amekukosea, unafaa tu ukuje umuongeleshe kwa upole. Kuna mahali ndugu ama dada, niliona ulinikosea, haufai kwa akili yako ufungie vitu zako, kwa maana mtu wa Mungu alikuwa kukaa hivyo. Upendo ni kutafuta mwenzako na kumwongelesha, na unamuuliza, ninaona ni kama nimekukosea, hivi wapi unaona nimekukwaza? Muongee na mshikizane na mkae mkimtumikia Mungu kwa njia ile inafaa, kwa maana ukifungia kitu kwa ndani yako, Mungu hatafurahi. Mungu ni pendo na anatupenda sisi. Niliishi nikiwa Bwana wangu mwenyewe, nilifanya ninachotaka. So hili ni dhambi kubwa sana. Maandiko inasema haijalishi ulifanya Mungu kazi gani hapa duniani. Haijalishi uliomba, lakini hukuona kilichofanyika. Unaweza kaa miaka mingi ukitumikia Mungu. Unaweza kuwa ulikuwa unatoa fungu la 10, ulitoa sadaka. Haijalishi ulihubiri kila mahali, hakuna kilichofanyika. Kwa maana kwa ndani ya moyo wako uko umeamua na kumpenda Yesu. Huku njua dhambi kubwa ni kutompenda huyu Yesu, lakini uliishi ukitumikia Mungu. Ndio maana maandiko inasema wakati wa mwisho utasema, Bwana, nilifanya maombi, niliponya, nilikuwa nabii, nilihubiri, lakini kwa nini atakuambia kutoka sikujui? Kwa maana hukufuata ile njia ya ukweli.
hukumpenda na roho yako, ulifanya miujiza, uliongozwa na mambo ya dunia, hukumtumikia huyu Yesu kwa njia ile inafaa, hukumpenda vile inavyowezekana. Tunafaa tuheshimu Mungu ili aweze kuonekana katika maisha yetu, aweze kutuongoza, na tujue ya kwamba siku atakapokuja kutuchukua na kuchukua wale wake, ya kwamba wewe utakuwa mmoja, ya kwamba ujue dhambi ni kutomwamini huyu Yesu, uishi ukijua Mungu yuko na Mungu yu hai. Kwa maana maandiko inasema ya kwamba wewe ulijifananisha na Mungu, wewe unataka ukuwe Mungu. Mungu yuko, Yesu alifufuka, Mungu anaishi. Tusijifanye kama ya kwamba sisi ni Mungu. Hata binadamu huwezi ukaweza binadamu, kwa maana sisi wenyewe tunaokaa hapa dunia hii, hata utendewa mazuri, hata ufanyiwe vipi, sisi binadamu hatunanga asante. Wala tu kile najua ya kwamba unafaa ukae ukijua jiinue na huyu Mungu wako. Mungu wako ule mwenyewe ambaye amekutendea, ambaye amekuinua. Kwa maana binadamu sisi wenyewe huwa tunakaa tu hivi tu maisha ya kivyetu sisi binafsi, ya kwamba shukuru Mungu na umwamini huyu Mungu, umpende, umtumikie katika maisha yako. So, kisoma maandiko ya Mungu inafunza kutubu kupitia ushahidi wa ufufuo. Kwa hivyo tunakaa tukae tukitubu kupitia hii ushahidi na ufufuo wa Yesu Kristo. Tukae tukitubu kila wakati kupitia ushahidi wa ufufuo. Na tumwamini huyu Yesu Kristo kama Bwana, na kama Bwana, umwamini Yesu Kristo kama Bwana wako katika maisha yako vile unavyokaa hapa duniani. Ukibadilika, kazi ya Roho Mtakatifu itaanza kutokea hata bila kung'ang'ana. Ukiamua roho yako, kazi ya Mungu itaanza kufanyika. Ukimtumikia, ukitubu dhambi zako, lazima Mungu akutendee. Ya kwamba Yohana Mbatizaji alikiri kwa Yesu ni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi ulimwenguni, na Petero akakiri kwamba Yesu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Lakini kabla ya kukutana na Bwana aliyefufuka, ingawa walikiri kwa kazi ya Roho Mtakatifu, wote walitetemeka mbele ya kifo. Kwa hivyo wao, kwa nini walitetemeka mbele ya kifo? Waliona na wakaamini ya kwamba huyu Yesu alifufuka. Lazima yeye ni shahidi. Lazima sisi ni mashahidi wa Yesu Kristo. Kwa hivyo sisi ni mashahidi wa Yesu Kristo. Hiyo Yesu ni Mungu Muumba. Mpokee kama Bwana wako na utubu kwamba uliishi kwa ajili yako mwenyewe. Yesu anakupenda. Tafadhali uwe Bwana, awe Bwana wako. Yesu ni upendo. Kwa hivyo tunafaa tumfuate huyu Yesu, kwa maana Yesu ni upendo katika maisha yetu. Tumtumikie. Yeye anatuambia tupendane, kwa maana yeye ni upendo. Alikufa, alisumbuka kwa ajili yetu. Kila mmoja anavaa tu dhambi zake, naamini ya kwamba huyu ni Yesu anaishi. Ukisoma 1 John 4:16 inasema, nasi tulifahamu pendo halilo nalo Mungu kwetu sisi na kuamini Mungu ni upendo, naye akaye katika pendo ukaa ndani yake. Imani ni uhusiano wa pendo. Kwa hivyo tunafaa tupendane. Ukiishi pamoja ni kufanya Mungu anachopenda. Wakati tunapoungana na kuishi pamoja na tukue na upendo, ni kufanya Mungu anafurahia. Kwa maana Mungu ni pendo. Tukikosa pendo katika maisha yetu, Mungu hawezi akafurahia. Kwa hivyo ndio maana anasema aje, Yesu ni pendo. Lazima tusimame mbele ya Yesu aliyefufuka, kumpenda Yesu na roho. Kwa hivyo unafaa ujitolee na roho yako yote, kisha umpende Yesu.
kwa maana Yesu ni pendo. Hauwezi ukasema unapenda mwenzako na kisha unamfungia baba yako. Hakuna upendo. Ukimchukia ndugu yako, wewe ni muuaji. So Yesu ni pendo ambaye anayetupenda, alionyesha upendo kwetu kwa kukuja hapa duniani, kukataliwa hadi akakufa na akafufuka. Kwa hivyo Yesu ni pendo. Tujitolee kumpenda Bwana na tembea pamoja naye. Hicho ndicho kitu cha maana hapa duniani. Tuamue na tujitolee kutembea na Yesu. Mahali popote tuendapo, tuende tukimuita. Tuende tukimwamini katika kinywa yetu ya kwamba Yesu ni pendo, anatupenda, aligharamika gharama zote, alilipia pale msalabani. Tunafaa tukae tukitubu dhambi zetu, tukijua ya kwamba Yesu yu hai, Yesu anaishi. Tukue mashahidi wa Yesu Kristo. Tushike neno lake, tufuate njia zake. Na kila siku tuombe neema kwa Bwana. Roho Mtakatifu afanye kazi na kutenda kwa uhuru. Wakati tunapoingia sasa na kumwamini huyu Yesu, ya kwamba wewe unamkubali Yesu katika maisha yako, kama vile tu nimewaeleza ya kwamba ukimkubali Yesu katika maisha yako, ukifuata njia zake, ukitubu dhambi zako na uache kukua Bwana katika maisha yako, uache uchafu ulio nao na uanze kumtumikia Bwana katika maisha yako, kazi ya Roho Mtakatifu itaanza kufanya kazi. Yeye atakunenea, yeye ndiye atakuelekeza vile utakavyofanya, kwa maana Yesu yu ndani yako. Ushamkubali katika ndani yako, atakuelekeza na atakuonyesha vile utakavyofanya. Neema ya Mungu itashuka katika maisha yako. Kile uamuacho na mdomo wako na kile utakachofanya itakuwa maamuzi ya Mungu, kwa maana Yesu yuko pamoja naye na umeamua kumtumikia katika maisha yako. Unafaa ufuate hiyo njia ambayo ni Yesu Kristo, ambayo anataka tuache uchafu tulio nao, tuache kujisifu na tuache kujigamba ya kwamba tunamjua na hatumjui. Tunajifanya sisi kuwa ni Mungu na Yesu yu hai, Yesu anaishi. Yesu ni Bwana. Anataka tumtumikie, tufuate njia zake, tumkumbali ya kwamba yeye ni Mungu. Tukubali ya kwamba dhambi kubwa ni kutokumjua huyu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunafaa tujikaze ili aweze kutunenea. Tuanze chini, Mungu atuinue polepole tu, bila kujisifu na bila kujiinua. Kwa maana Mungu lazima umtafute na roho yako na moyo wako wote. Na wakati unapomgaramikia, lazima Mungu akunenee. Lazima Mungu ungaramikie ili Mungu aweze kukuinua katika kiwango kingine. Kwa maana ukisema unafanya kazi ya Mungu kweli na una Roho Mtakatifu ndani yako na kuongozi na kuelekezi ya kwamba wewe uko hivyo, hauna kitu. Unafanya tu kupitia kuhubiri, unajua tu unahubiri, lakini ndani yako uko hivyo, hauna kitu. Unakaa tu mtuana, sahani haina chakula, iko tu mwili uko hivyo, hauna kitu ndani yako. Kwa hivyo tunafaa tujue ya kwamba huyu Yesu tumtafute na roho yetu na akili zetu, kuanzia hapa chini kuinuka. Usitake kuchukulia hapa juu, kwa maana hii iko juu, sio yako. Amua hapa chini, Mungu aanze kukunenea. Mungu aone vile unavyomtafuta na nguvu, ili kazi ya Roho Mtakatifu ianze kufanyika ndani yako. Haijalishi unajua kuhubiri, haijalishi unajua kuomba, haijalishi unajua kutoa sadaka, lakini pale maandiko yanasema, kwa nini wataambiwa toka sikujui? Kwa maana hawakutimiza mapenzi yake. Hatufai kuwa hivyo. Tunafaa huyu Yesu tujue ya kwamba na tuishi na imani ya kwamba tutaweza. Tukikaa ndani yake, atunenee, atusafishe moyo wetu. Tuombe neema kwake, roho na hekima, ili tuweze kupenda hii neno lake, ili tuweze kuihubiri kwa njia ile ambayo inaofaa. Tusihubiri tu kulingana na venye tunajua. Tunafaa tujue ya kwamba
Yesu yuko, Bwana yuko, Roho Mtakatifu yule ambaye tuliachiwa na Mungu anafaa kufanya kazi ndani yetu. Kile nawaahidi ni kwamba tuamini huyu Yesu, tuache mambo za dunia, tukae tukitubu dhambi zetu. Haijalishi sisi ni wenye dhambi, tunafaa tumpende huyu Mungu na tumtumikia katika maisha yetu. Kwa maana hata tukisema tunaacha dhambi, tunajipata tumerudi sisi wenyewe. Omba Mungu mtendee. Usione umekosea ujichukia wewe mwenyewe. Useme mimi sina maana. Ulikuwa unaomba, ulikuwa unasoma maandiko, lakini wakati umefanya makosa na ulikuwa unajiita mtumishi wa Mungu, unakufa moyo na unavunjika moyo kabisa na unaacha kuomba. Inafaa hata kama unaona umekosa, inuka na uchangamke na uamue kumtumikia huyu Mungu. Kwa maana huyu Yesu ni pendo, na Mungu anapenda mtu mwenye anayejikaza kwa roho yake. Mtu mwenye anajikaza ataona kujikaza kwako na atakuinua. Hakuna wakati ule utakaoshuka chini. Wakati unaona uko chini, atakuinua. Kwa hiyo lazima tuchangamke na tutie bidii. Tumpende huyu Bwana ili aweze kufanya kazi katika maisha yetu. Asubuhi ya leo mimi nitafika hapo, nataka tumalizie na maombi. Baba, kwa jina la Yesu nimekuja mbele zako nikisema ni asante kwa ajili ya maandiko yako ambayo Yesu tumeweza kujifunza Bwana, kila mmoja na akasikia Bwana na akashika kile ambacho ameshika. Roho Mtakatifu, naomba Bwana ututakase na damu yako Yesu Kristo. Tukitubu kwako sisi ni wenye dhambi, utuinue Mtakatifu na usafishe moyo wetu na utusamee dhambi zetu zote Bwana. Kwa maana pale msalabani uliteseka Yesu na ukasema yote imekwisha, ukaweza kushinda kifo nguvu Bwana. Naomba Yesu mwelekezo kutoka kwako, kila mmoja Yesu aliye mahali hapa umnguse na damu yako Yesu Kristo iliyomwagika msalabani. Neema yako Bwana ikashuke katika watu wako Bwana. Yesu akaweze kukupenda na kujua ya kwamba dhambi kubwa Bwana ni kutokujua Bwana. Wakuinue Yesu na wakusifu Bwana Jehova kwa yale yote Bwana unawatendea Bwana. Uwaletee Yesu na uwabariki Jehova. Inua kila mmoja Mtakatifu, mjaze na Roho Mtakatifu Bwana. Tunaomba Yesu utupe neema ya kukupenda Yesu na kukutumikia katika maisha yetu Bwana. Utusafishe na damu yako Yesu Kristo, kwa maana Yesu sisi ni wachafu mbele zako Jehova. Na kuja mbele zako nikisema ni asante kwa nguvu zako, kwa wema wako. Wewe ni mweza yote, mtawala katika maisha yetu. Mungu usiyeshindwa ni wewe Bwana. Kienda kuingia Bwana katika kipimo kingine, naomba Bwana ushuke Bwana na utende kama wewe. Asante Yesu kwa nguvu zako, kwa uaminifu wako, na ni katika jina la Yesu naomba nikisema amen.